Iran imesema mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kubaki umefungwa hadi Marekani itekeleze kikamilifu masharti yaliyowekwa katika makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya pande hizo, hatua inayoongeza zaidi mvutano kati ya Tehran na Washington na kuzidisha wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kauli imetolewa hii leo Jumanne, Agosti 18 mwaka 2026 na spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mmoja wa wapatanishi wakuu wa nchi hiyo, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf amesema Iran haitafungua njia hiyo muhimu ya kimataifa hadi Marekani iondoe kile Tehran inachokiita kizuizi cha baharini dhidi ya bandari za Iran, iondoe vikwazo vya mafuta, iachilie mali za Iran zilizogandishwa katika taasisi za kifedha za nje na kusitisha vitisho pamoja na operesheni zote za kijeshi dhidi ya Iran katika maeneo mbalimbali. Kwa mtazamo wa Tehran, hatua hizo ni sehemu ya masharti yaliyokubaliwa katika makubaliano ya muda yaliyosainiwa mwezi Juni. Makubaliano hayo ya muda yalilenga kupunguza mapigano na kufungua njia ya mazungumzo mapana zaidi kuhusu kumaliza vita kati ya Iran na Marekani pamoja na kushughulikia masuala ya mpango wa nyuklia wa Iran na hatima ya mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, makubaliano hayo yameingia katika mkwamo mkubwa baada ya pande hizo kushindwa kufikia makubaliano ya kudumu ndani ya kipindi cha siku 60 kilichowekwa. Tarehe ya mwisho ya kipindi hicho imepita jana Jumatatu, huku Washington na Tehran zikitofautiana kuhusu tafsiri na utekelezaji wa masharti ya makubaliano. Msimamo wa Ghalibaf unaonyesha kwamba Iran imeamua kutumia suala la Hormuz kama sehemu muhimu ya shinikizo lake katika mazungumzo na Marekani. Tehran inataka kuanza kuona hatua za wazi kutoka Washington kabla ya kuruhusu kurejea kwa usafirishaji wa kawaida katika njia hiyo. Iran imekuwa ikisema kuwa haiwezi kuruhusu shughuli za kawaida za kibiashara kupitia Hormuz wakati bandari zake zikikabiliwa na vizuizi, mafuta yake yakikabiliwa na vikwazo na nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na vitisho vya kijeshi. Mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani kwa sababu unaunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman pamoja na bahari ya Arabia. Kabla ya mzozo huo, takribani mapipa milioni 18 hadi 20 ya mafuta kwa siku yalikuwa yakipita katika njia hiyo, kiasi ambacho kinakaribia 20% ya matumizi ya mafuta duniani. Kuvurugika kwa usafirishaji kupitia Hormuz kwa hiyo kuna uwezo wa kuathiri bei ya mafuta, gharama za usafirishaji na uchumi wa nchi zinazotegemea uagizaji wa nishati. Tayari athari za kuzorota kwa hali ya usalama zimeonekana katika biashara ya baharini. Kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisema makubaliano hayo haiwezi kuendelezwa kwa masharti ambayo Iran inataka, jambo ambalo limeongeza uwezekano wa mkwamo kuendelea. Pande hizo mbili bado zinatofautiana kuhusu swala la udhibiti wa Hormuz, vikwazo vya Marekani, uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo na namna ya kuhakikisha usalama wa meli za kibiashara. Hali hiyo pia imeweka mlango bahari wa Hormuz katika mzozo mkubwa wa kidiplomasia na kijeshi. Iran inataka kufunguliwa kwa njia hiyo kuhusishwe moja kwa moja na kuondolewa kwa vikwazo na kizuizi cha baharini, wakati Marekani inataka kuhakikisha kwamba meli za kibiashara zinaweza kutumia njia hiyo bila vitisho au mashambulizi. Kwa sasa msimamo wa Tehran ni kwamba hakuna kufunguliwa kwa Hormuz bila Marekani kutekeleza masharti yake. Hivyo suala la njia hiyo halionekani tena kuwa mjadala wa usafirishaji wa meli pekee, bali limekuwa moja ya silaha kuu za kisiasa na kiuchumi katika mzozo kati ya Iran na Marekani. Ikiwa pande hizo mbili zitashindwa kurejea kwenye mazungumzo na kufikia makubaliano, kuzorota zaidi kwa usafirishaji wa mafuta na kuongezeka kwa hatari za kijeshi katika Ghuba ya Uajemi kunaweza kuwa na madhara makubwa zaidi kwa masoko ya nishati na usalama wa biashara ya kimataifa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi,
Bei zetu za matangazo ni rafiki, iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa. Kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.